Mheshimiwa wenu Bete ameongea mambo ya pombe. Pombe haramu. Pombe haramu ni adui wa jamii yetu. Ule mtu ambaye anauzia watoto wetu pombe ambayo haina kipimo, pombe ambayo haijakaguliwa vizuri, pombe ambayo haina leseni, ajue yeye ni adui wa taifa la Kenya, kwa sababu kuharibu vijana na kuharibu familia za Kenya ni kuharibu nchi na kuharibu turathi yetu kama nchi. That is destroying our heritage. Kwa hivyo County Commissioner, you need to work harder. Kuna malalamiko hapa, you need to work harder to crack down on those who are selling drugs and illicit brews. Ati inaitwa nini? Hiyo Mike Power, wewe umesikia? Hiyo Mike Power umesikia ndio inaharibu watoto hapa. Ni mtu anaitwa Mike Power. Wewe huyo Mike Power shughulikia yeye. Find out what the issue is. Find out what the issue is. Kama anauza bidhaa mbovu, bidhaa mbaya, take action. Niseme vile vile, tunauliza county governments zetu, ikiwemo ndugu yangu Mheshimiwa Kang'ata, governor wetu, pia wapunguze leseni sisikue mingi sana ya pombe. Kwa sababu sasa bar ndio mingi kuliko hoteli. Bar ndio mingi kuliko shule. Bar ndio nyingi kuliko kanisa. So wajaribu kutusaidia hapo, wapunguze leseni. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo kwa leo. Kitu ambayo imetuleta hapa siku ya leo ni kuwezesha watu wetu, wanabiashara wadogo wadogo, akina mama, vikundi vyetu vya wanabiashara wadogo wadogo, wale wanasaulika, mara mingi wanasaulika. Na tumesema safari hii hatutaki ati sisi wanasiasa baada ya uchaguzi tunangojea mpaka siku ya kampeni ndio tunarudi tunatafuta kijana ya bodaboda tunampatia reflector ya shilingi 50 ndio atupigie kampeni. Kabla tufika kampeni lazima tujikaze, tusaidie hao vijana waimarishe biashara zao. Leo kana tebu. Na tunafanya hivi mapema kimaksudi. Si mapema ndio best. Si mapema ndio best. Hatuwezi kungojea mpaka wakati ya kampeni. Ati ndio sasa tunatafuta mama mboga na kumpatia apron ya shilingi 70 na ni siku ya kampeni. Tunataka hiyo mambo tufanye saa hii, na sio tu apron, sio tu reflector, tunawatafutia stock ya kufanya kazi, tunawatafutia sinamna hiyo. So hiyo ndio inaitwa empowerment. Na tumesema jana, nilikuwa kule Naikuru kule jana, tukasema hivi, kuna watu nimesikia ati hawataki tusaidie vikundi vya mama mboga na bodaboda, ati tuache kuwasaidia, ati tuache wakae hivyo waumie, wasijengewe masoko, ati tusiwapatie stock, ati wasipewe pesa ya vikundi. Nyinyi mnasema tuendelee na hiyo kazi ya kusaidia ama tuache? Tomateidhie. Totaidhanie. Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza wale wanapinga vikundi vya wanabiashara wadogo wasaidiwe, wajitokeze wasiwasi, waseme tujue ni akina nani wako upande wa wananchi na ni kina nani wanatumia wananchi vibaya. Nyamwajibwa, tusaidie wanabiashara wetu wapate pesa ya kuinua maisha yao, waongeze stock yao. Ule ako na stock ya 5,000 ifike 10,000,
Ule ako na 10,000 ifike 20,000. Tusaidie watu ya bodaboda. Ndio pikipiki ikiharibika wawe na pesa ya kurekebisha. Tuendelee na hiyo kazi. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi Kenya mzima?